Ushawahi kujiuliza kwa nini wewe na bibi yako mna mitazamo tofauti kwenye maisha? Au kwa nini kaka yako mkubwa kutoka Gen X haelewi kabisa mziki maupenda? Au kwa nini mdogo wako wa Gen Z anatumia TikTok kuliko kupiga simu? Jibu linaweza kuwa rahisi kuliko unavyofikiria. Kizazi chako. Kila kizazi kina sifa zake za kipekee zinazounda utu, mitazamo na hata jinsi tunavyoishi. Leo tutatazama kwa undani katika vizazi 7 tofauti na kugundua jinsi historia na matukio ya dunia yalivyoviathiri. Lakini kabla hatujazama, je, unajua ni kizazi gani wewe? Na unajua ni kwa nini tabia zako fulani zinakufanya ufanane na kizazi chako? Endelea kutazama kujua jibu la maswali haya. Naomba kuchukua sekunde chache kukukumbusha, kama unathamini maudhui tunayokuletea, bonyeza kitufe cha subscribe kwenye channel hii ya Fikra Chanya na uguse like. Msaada wako unatupa motisha ya kuendelea kuunda video bora zaidi kama hii. Sasa, hebu tuanze safari yetu ya kuvumbua vizazi. Kuelewa vizazi ni kama kusoma kitabu cha historia ya jamii yetu. Kila kizazi kimepitia matukio na mabadiliko yake yaliyowaathiri pakubwa. Namba 1. The Silent Generation, kuanzia mwaka 1928 mpaka 1945. Hawa ndio waliokulia wakati wa unyogovu mkuu wa kiuchumi na vita kuu ya pili ya dunia. Imagine kukulia katika mazingira ya uhaba, hofu na kutokuwa na uhakika. Hii iliwafanya wawe watu wenye nidhamu, wenye heshima na mara nyingi walipendelea kufuata sheria na taratibu. Walijifunza kufanya kazi kwa bidii, kuweka akiba na kuthamini utulivu. Hawakuwa na muda wa kujaribu mambo mapya sana. Walijali usalama na uthabiti. Wana sifa ya uvumilivu na kujitolea kwa jamii. Mara nyingi wazee wetu wa kizazi hiki wanapenda amani na hawataki mekelele. Namba 2. Baby Boomers, kuanzia mwaka 1946 mpaka 1964. Walizaliwa baada ya vita kuu ya pili ya dunia, wakati kulikuwa na boom ya watoto. Hali ya uchumi ilikuwa ikianza kuimarika na walikuwa na matumaini makubwa. Boomers walikuwa waasi kidogo, walipenda mabadiliko na mara nyingi walipigania haki za kiraia na uhuru. Ndiyo kizazi cha free love na mziki wa rock and roll. Walikuwa na msukumo wa kufanya mambo tofauti na wazazi wao. Wana tabia ya kujiamini sana na wanaweza kuwa na maoni thabiti. Wengi wao walifanikiwa kiuchumi na wanapenda kufurahia maisha baada ya kustaafu. Namba 3, Generation X, kuanzia mwaka 1965 mpaka 1980. Hawa ndio watoto wa funguo shingoni. Mara nyingi walijilea wenyewe kwa sababu wazazi wao wa boomers walikuwa busy na kazi na kujitafutia. Walikulia wakati wa maendeleo ya teknolojia, ikiwemo kompyuta za kwanza na michezo ya video. Gen Xers wanajitegemea, wana uwezo wa kujipanga na hawapendi kuambiwa wafanye nini. Wanaweza kuwa wachunguzi, wenye mashaka na hawapendi porojo. Wanathamini uhuru na uaminifu. Ni kizazi kilicho katikati, wakishuhudia mabadiliko makubwa kutoka analogia kwenda dijitali. Namba 4, Millennials au Gen Y, kuanzia mwaka 1981 mpaka 1996. Kizazi hiki kilishuhudia mwanzo wa milenia mpya na kuongezeka kwa interneti na simu za mkononi. Walikulia katika ulimwengu uliounganishwa zaidi na habari zinazopatikana kwa rahisi. Millennials wanapenda kujifunza, kufanya kazi na wengine na mara nyingi wanajali sana mambo ya kijamii na mazingira. Wanaweza kuwa na matumaini makubwa, lakini pia wanaweza kukutana na changamoto za kiuchumi kama vile gharama kubwa ya maisha. Wanathamini uzoefu kuliko mali na wanapenda kusafiri na kujaribu vitu vipya. Ni wajuzi wa teknolojia na mawasiliano. Namba 5, Generation Z, kuanzia mwaka 2017 mpaka 2012. Hawa ndio digital natives halisi. Hawajawahi kujua maisha bila interneti, simu za mkononi na mitandao ya kijamii. Gen Z wanawasiliana kwa njia tofauti, mara nyingi kupitia picha na video fupi. Wanajali sana masuala ya utambulisho, usawa na uhuru wa kujieleza. Wanaweza kuwa na uwezo mkubwa wa kufanya mambo mengi kwa wakati mmoja na wanapenda ubunifu. Wanaweza kuwa na wasiwasi juu ya mustakabali wa dunia, lakini pia wana msukumo wa kufanya mabadiliko chanya. Wao ndio wafalme wa TikTok na Instagram. Namba 6,
Generation Alpha kuanzia mwaka 2013 mpaka 2024. Kizazi Alpha bado kinakuwa, lakini tayari tunaona dalili za tabia zao. Walizaliwa katika ulimwengu wa AI au Artificial Intelligence, vifaa mahiri kila mahali na teknolojia ya hali ya juu. Watakuwa na ujuzi mkubwa wa teknolojia na watazoea kujifunza kupitia platform mbalimbali. Wanaweza kuwa na mawazo huru na watajua jinsi ya kutumia teknolojia kutatua matatizo ya dunia. Ulimwengu wao utakuwa umeunganishwa zaidi kuliko vizazi vingine vyote. Wanaweza kuwa na umakini mfupi kutokana na habari nyingi zinazowazunguka. Namba 7, Generation Beta, kuanzia mwaka 2025 mpaka 2039. Hiki ni kizazi kijacho na bado tunakisia jinsi kitakavyokuwa. Lakini tunaweza kudhani kwamba watazaliwa katika ulimwengu uliojaa teknolojia za hali ya juu zaidi, labda hata na roboti zikifanya kazi nyingi za nyumbani. Wataathiriwa na mabadiliko ya tabia nchini na watahitaji kuwa na suluhisho bunifu. Wanaweza kuwa na mitazamo pana ya ulimwengu na watathamini sana ushirikiano wa kimataifa. Inawezekana watakuwa na uelewa mpana wa tamaduni tofauti. Kwa hiyo, kama unavyoona, kizazi chako kina mchango mkubwa kwenye jinsi ulivyo leo. Kuanzia Silent Generation iliyojifunza uvumilivu hadi Gen Beta watakaokuwa na ujuzi wa teknolojia zaidi, kila kizazi kimeacha alama yake. Ni muhimu kukumbuka kwamba hizi ni sifa za jamii, lakini kila mtu ni wa kipekee. Lakini kuelewa vizazi kunaweza kutusaidia kuelewana vizuri zaidi, kuvunja vikao vya mawasiliano na kuthamini tofauti zetu. Sasa, napenda kusikia kutoka kwako. Je, wewe ni wa kizazi gani? Na unaona ni sifa gani za kizazi chako zinazojitokeza kwako? Acha maoni yako hapo chini, na kama umefurahia video hii na kujifunza kitu kipya, usisahau kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya video bora zaidi kama hii.